Kama kuna mambo tunasimama kwenye madhabahu, tunasema mimi nitafanya, mimi nitafanya. Wengine wanasimama mbele, eti ni viongozi, wanaombewa, wanawekwa watu, hawawezi kusimama kwenye zamu zao. Hasira ya Mungu ingekuwa inaweza kudhibitiwa. Kama umewekwa kwenye hiyo nafasi, kuna kitu gani umefanya? Na wewe mwenyewe unajua. Kama sijataja jina alafu ukapiga kelele, maana yake jiwe hilo limekugusa wewe. Na katika hili siwazi nikafumba macho, tazungumza ili siku ya kutoa hesabu nisidaiwe. Hapa huwa nina ujasiri kuliko siku. You may shoot me but I stand on truth. Haina maana kuwa na chupu, yani tunafanya vitu, mimi nitatoa kitu fulani, mimi nitatoa kitu fulani. Tufike mahali kanisa la Bwana tutekeleze yale ambayo tunayapanga. Acheni hizi ahadi zinaliua kanisa. Anasema nitakivunja kiburi cha uwezo wenu. Alafu what next? I shall make them to be stronger. Anasema nitazifanya mbingu ziwe shaba na ardhi yenu iwe chuma. Sasa hebu unavuna nini? Mbingu ni shaba, kuna mvua inatoka huko. Ardhi ni chuma, utalima utavuna. Majaribu yamezidi. Huwa una mambo gani mbele ya madhabahu? Maisha yangu hayaendi siku hizi. Una mambo gani mbele ya madhabahu? Sijui una ahadi gani? Kwa hiyo anasema kiburi cha uwezo wenu. Ile Biblia Kiingereza inatambua vizuri, inasema the pride of your choices. Yani anamaanisha kwamba ni yale mambo ambayo yako katika uwezo wako wa kuyafanya, lakini usiyafanya. Kwa anasema the pride of your choices. Now you are free to choose, but you are not free to choose the consequences of your choice. Uko unaruhusiwa kuchagua, lakini matokeo ya uchaguzi wako uruhusiwi kuyachagua. Yani Mungu anachoandika hapa ni kiburi, hapa ni utii. Unanisikia mtu wa Mungu? Inawezekana Adamu alikuwa na njaa, lakini kipindi cha Adamu hapakuwa na njaa. Ile ni kiburi. Au wana wa Israeli walikuwa wamechoka kula maandazi na walikuwa wanataka wale nyama, lakini the way walivyoomba ikamuuzi Mungu, akawafuta 30,000. Hajabadilika, ni agano tu la Yesu linatusaidia. Alikuwa anakasirika, anamaliza 30,000 hapo. Anakasirika, anafungua ardhi, watu 400 wanamezwa. Anakasirika, kuhani ameingia, amejichafua, funga mguu, furuza maiti nje, amekufa, maana amesogea patakatifu. Bado hajatengeneza na Mungu. Natamani hiyo madhabahu ingerudi, labda watu wangerudi. Siku moja nilienda sehemu, nilikuwa nimekwenda kufanyia ordination. Nilikuwa katibu mkuu wa dini fulani, nikaenda kufanya ordination wachungaji huko Masai. Wamechinja mang'ombe, wameleta makwaya yao, wamefanya nini. Nikawaambia sitafanya ordination mlipozoea kwamba mtashangilia, mtafanya. Nataka tufanye ordination watu wanalia. Nikawaambia mlichokichagua hicho sio kitu chepesi. Mlichokichagua ni commitment. Mlichokichagua, mmeingia kati ya watu ambao Mungu anasema hawa watatoa hesabu ya hawa watu. Kwa hiyo mmebeba maisha ya watu, mmebeba dhiki za watu. Na uzuri wachungaji wanashirikishwa yale magumu tu. Mmebeba matatizo, mmebeba masikitiko, mpaka watu wanakuja kuombewa, kila mtu analia, na wale na ng'ombe yao wanalia mpaka walipoendelea. Lakini namshukuru Mungu, waliingia kwenye kutenda sawa sawa. Sio asila ya kibinadamu, ni jambo la kimungu. Acha kuaidia hivi vitu usivyoweza kufanya.